Habari ndugu yangu, karibu tena katika channel yako pendwa. Mimi kwa majina naitwa Dennis Jenson. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, karibu sana, na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha una subscribe, una like, pia una share, pia usahau kubofya alama ya kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pindi ambapo nita-upload video mpya kuhusiana na swala zima la mafanikio. Leo kitu ambacho ningependa kushare ni jinsi ya kufanya fedha yako ikakufanyia kazi. Maana hata ikitokea siku unaumwa au uwezi kufanya kazi au tayari umeshazeeka, ile fedha yako ikaendelea bado kukufanyia kazi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo unaweza ukafanya fedha yako ikakufanyia kazi. Mfano ya hayo maeneo ni katika real estate. Real estate maana yake ni mali zisizohamishika. Mfano ni ardhi, nyumba za kupangisha, viwanja na mashamba. Kwa hiyo ni jinsi gani sasa unaweza ukafanya fedha yako ikakufanyia kazi kwa kupitia real estate? Njia ya kwanza ni kwa kupitia kujenga nyumba za kupangisha. Tuchukulie mfano mtu ambaye amejenga nyumba yenye vyumba 12 na kila mwezi mpangaji mmoja analipa shilingi 30,000. Maana yake hapo utakuja kutambua kwamba kila baada ya mwezi huyo mtu anakuwa na uwezo wa kuingiza 360,000 bila kufanya kazi yoyote. Maana yake kila ikifika mwisho wa mwezi anaingiza 360,000, kila mwisho wa mwezi anaingiza 360,000. Kwa hapo utaweza kuona kwamba mtu huyu anakuwa alishawekeza fedha yake, labda alijenga nyumba kutumia labda milioni 10 au milioni 20, lakini kila baada ya mwezi anaingiza 330,000. Maana yake hiyo ni uhakika. Kwa hiyo hata siku ikitokea labda afanye kazi, anakuwa na uhakika wa kuingiza 330,000. Kwa unakuta hapo fedha ile inakuwa inaendelea kumfanyia yeye kazi. Maana yake anaendelea na shughuli zake zingine, lakini anakuwa na uhakika wa kuingiza shilingi 330,000 kila baada ya mwezi. Kwa hiyo hapo utaweza kuona kwamba ukiwekeza katika real estate utaweza kupata faida kubwa sana. Kwa sababu gani? Unakuta mtu afanye kazi lakini anaingiza fedha nyingi sana. Na njia nyingine ni kwa kupitia kununua viwanja. Unaweza, kuna sehemu ambazo unakuta miji inakwenda kufunguliwa, labda ilikuwa ni poli, unakuta serikali inaamua kuuza vile viwanja kwa watu. Unakuta labda kiwanja kimoja kinauzwa 200,000 mpaka 500,000. Kwa unakuta pale ukienda kununua kile kiwanja na ukakaa nacho labda baada ya mwaka au baada ya miaka miwili au baada ya miezi kadhaa, unakuta tayari kimeshapanda thamani. Utajikuta ulinunua labda 500,000, utakuja kuuza milioni 2 au milioni 3. Kwa hapo utaweza kuona fedha yako, maana yake ulinunua kwa shilingi 500,000, maana yake ile fedha yako ikaendelea kukufanyia kazi wewe mpaka ukaja kupata faida ya shilingi ngapi? Shilingi 500,000. Labda wewe ulinunua 200,000 ukaja ukauza 500,000, au ulinunua 200,000 ukaja ukauza milioni 2. Maana yake ardhi kila siku inazidi kupanda thamani kadri siku zinavyozidi kwenda. Na njia nyingine ni kwa kupitia labda kununua mashamba. Kuna maeneo ambayo unakuta anakuwa ni mapori, unakuta mtu anauza labda eneo hilo labda kwa ajili ya kufungua shamba. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukanunua shamba hilo na ukalisafisha hilo shamba na ukalifungua. Maana yake ukao labda kama upendi labda kulima, ukao unakodisha kwa watu wengine wakawa wanafanyia kazi. Mfano labda kuna maeneo mengine ukuta shamba tu eka moja tu mtu anakodisha mpaka kwa shilingi 300,000, 400,000 kwa miezi tu 6 au kwa mwaka mmoja. Utakuta hapo utaendelea kupata nini? Faida kubwa. Kila mwaka unaendelea kupata hiyo faida. Kwa basi kuna faida gani za kuwekeza katika real estate, yani mali zisizohamishika? Faida yake ya kwanza ni inapanda thamani kila siku. Ardhi ndugu yangu inapanda thamani kila siku. Maana kwa sababu gani? Watu wanaongezeka kila siku ila ardhi haiongezeki. Kwa hiyo unakuta ardhi inapanda thamani kadri siku zinavyozidi kwenda. Hebu kwanza nadhani tuone mfano mmoja. Mfano labda kuna yale maeneo ambayo ilikuwa labda mji unafunguliwa, unakuta uwanja labda ulikuwa unauzwa 200,000 au 300,000. Unakuta baada ya labda miezi 6, baada ya miezi 7 uwanja pale ukienda kuuliza unakuta uwanja labda unauzwa milioni 1.5 au milioni 2. Kwa hapo utakuja kutambua kwamba fedha yako ni au ina ardhi inakwenda panda nini thamani. Kwa hiyo ukiwekeza katika real estate unakuta labda saizi chumba unapangisha shilingi 30,000. Unakuta baada labda miaka 2 au baada ya miaka 3 ukiboresha ile nyumba yako utakuta unapangisha mpaka shilingi 100,000 au mpaka shilingi 250,000. Kwa hapo utajikuta utambua kwamba ni inapanda thamani kila siku. Na faida yake nyingine ni vigumu sana kupata hasara. Sababu gani? Umejenga nyumba yako labda ije itokee labda hasara, usema labda nyumba yako imebomoka, na ni vigumu sana. Ukijenga kiimara ukaimarisha nyumba yako itakuwa ni vigumu sana kupata hasara. Na faida yake nyingine ni hii, ukiwekeza katika real estate manake faida utaipata wewe na utakuja kuipata mpaka watoto wako. Manake tayari labda mfano labda mtu amejenga nyumba
akajenga ile nyumba, maana yake ataendelea kupata labda 3,500,000 labda na nyumba vyumba 12 na kila chumba kimoja anapangishwa kwa shilingi 30,000. Unakuta labda amejenga huyo mtu akiwa na miaka 20 au akiamjenga hiyo nyumba akiwa na miaka labda 30. Utakuja ataendelea kula ile fedha, ataendelea kupata ile faida. Unakuta mpaka yeye akija kuondoka duniani watoto wake wataendelea kufaidika na ile labda nyumba ambayo alikuwa amejenga, na wataendelea kupata manufaa zaidi, maana yake ardhi inapanda thamani kila siku. Maana yake utakuta yeye alikuwa anakodisha kwa shilingi 30,000, wakiboresha ile nyumba unakuta anaanza kupangisha chumba kimoja mpaka shilingi 50,000 au mpaka shilingi 1,500,000. Kwa hapo utakuja kutambua kwamba faida yake utaipata wewe na kizazi chako kinachokuja. Lakini hakuna kitu ambacho kilichokuwa na faida kisiwe na hasara. Hasara ya kuwekeza katika real estate maana yake inahitaji fedha. Maana yake ili uweze kujenga nyumba inahitaji fedha, ili uweze kununua shamba inahitaji fedha. Na kwa hiyo ndio hasara kubwa sana ya kuwekeza katika real estate, maana yake inahitaji fedha. Lakini faida zake ni zipo nyingi sana. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kukushauri ndugu yangu, kama una fedha, nenda kawekeze katika real estate. Real estate maana yake ukiwekeza leo, faida utaipata wewe na utakuja kuipata hiyo faida mpaka watoto wako, mpaka kizazi chako kinachokuja. Na kitu cha msingi ambacho ningependa ukizingatie, mfano labda ukawekeza katika real estate labda kwa kujenga nyumba za kupangisha. Hakikisha kwamba hiyo nyumba ambayo umekuwa umejenga, hakikisha labda kila baada ya mwaka labda unaifanyia marekebisho hata au mara 2 au mara 3. Fanyia marekebisho, ibadilishe rangi, ipendezeshe, kama sehemu kuna tatizo, zibe hilo tatizo, na mwisho wa siku utajikuta utaendelea kupata faida kubwa kadri siku zinavyozidi kwenda, maana yake ardhi inapanda thamani. Lakini ukiwa unaboresha kila siku hiyo nyumba yako, maana yake utaweza kuwavutia wateja wengi sana waje kupanga katika eneo ambalo umejenga wewe nyumba yako. Kwa sababu gani? Nakuta nyumba inavutia. Kwa hiyo natakiwa uiboreshe hiyo nyumba yako. Kama unawekeza katika nyumba au kama unanunua viwanja, penda sana kununua viwanja ambavyo vinauzwa sehemu ambayo miji inakwenda kufunguliwa. Maana yake unakuta labda sehemu ilikuwa ni pole, lakini serikali ikaamua kugawa vile viwanja kwa watu. Kwa hiyo ile ndio fursa nzuri ya wewe kwenda kununua sasa pale uwanja na uweke, baada ya muda fulani ukipanda thamani ndio uuze. Lakini usipende kununua mijini ambako unakuta uwanja tunauzwa milioni 10, milioni 20, ukasema unawekeza hapa, itakuwa ni swala gumu sana kwa kufanikiwa. Lakini ukiwa unawekeza katika maeneo ambayo unakuta miji inakwenda kufunguliwa, utajikuta pale utapata faida kubwa sana. Ukinunua hata viwanja 3 ukaja ukakiuza, ulinunua labda kwa shilingi 500,000, umetumia milioni 1 kununua viwanja 2, utajikuta unakuja labda kuuza uwanja mmoja au milioni 5, milioni 6. Kwa utajikuta kwa uwanja 2 labda umeuza kwa milioni 6, utajikuta una milioni 12, yani ya muda mfupi tu. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha kwamba unapowekeza katika real estate zingatia hivyo vitu, fanyia maboresho hicho kitu. Na kama unanunua uwanja au unanunua mashamba, penda sana kununua mashamba ambayo yanakuwa yanafunguliwa yale, maana yake yanakuwa yanauzwa bei chini. Na kama unanunua uwanja, penda kununua katika maeneo ambayo inakuwa labda poli na wanataka kufungua labda mji. Kwa unakuta wewe nenda kanunue pale uwanja ule, unakuwa msitu, safisha ule uwanja, uache baada ya muda fulani ukipanda thamani ndio uuze. Kwa hakikisha unazingatia sana hivyo vitu. Jambo la pili ni kununua hisa. Ndugu yangu, ukinunua hisa utaweza kufanya fedha yako kaendelea kukufanyia kazi. Na nini maana ya hisa? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni au biashara fulani. Mfano labda kampuni labda ya CRDB imetangaza labda inauza hisa. Labda tuchukulie inauza hisa 100. Na wewe ukaenda DSA, ukaenda ukanunua pale hisa. Labda ukanunua hisa 20, maana yake wewe unakuwa ni mmiliki wa kampuni ya CRDB kwa 20%. Maana yake wewe basi utaweza kuhusika katika kufanya maamuzi. Yaani unapotaka kufanya maamuzi na wewe unaweza kawa unahusika. Na pia pindi kampuni inapopata faida na wewe pia utahusika, utapewa ile faida ambayo kampuni itapata. Na pindi kampuni itapopata hasara na wewe utapata hasara. Kwa hiyo kuna faida gani basi za kuwekeza katika hisa? Faida ya kwanza ni gawilo. Maana ukiwekeza katika hisa, pindi kampuni itapopata faida, maana wewe utaweza kupata gawilo. Na hilo gawilo mara nyingi sana waga linagawiwa mara 1 kwa mwaka au mara 2 baadhi ya kampuni. Kwa hiyo pindi ile kampuni ambayo itapata faida kulingana na wewe na asilimia zako, labda uliwekeza 20%, kwa hiyo mwenye asilimia nyingi pindi kampuni itapopata faida yeye atapata faida kubwa. Na mwenye asilimia chache pindi kampuni itapopata hasara naye atapata hasara ndogo.
na pindi kampuni itapopata faida atapata faida ndogo. Kwa hiyo pindi unapoenda kuwekeza katika hisa, maana kuna gawilo ambalo unako linapatikana labda kila baada ya mwaka, labda nagawa gawilo mara moja. Pindi kampuni ikifanya vizuri au ikifanya vibaya, maana hautaweza kupata gawilo, lakini hisa zako zinaendelea kubaki pale pale. Labda ulinunua hisa 20, lakini kwa mwaka au labda kampuni ikapata faida, maana zile hisa zako faida ambayo watapata watagawa kwa watu wote wana hisa, lakini hisa zako zitaendelea kuwa pale pale, maana ile ni faida ambayo inapatikana. Na faida nyingine ya pili ni ongezeko la thamani. Tuchukulie mfano mwaka 2009 kampuni ya NMB iliuza hisa zake 600, lakini sasa hizi hisa za kampuni ya NMB ni shilingi 2900. Kwa hiyo hapo utakuja kutambua kwamba mtu aliyenunua mwaka 2009 hisa za kampuni ya NMB, manake labda alinunua hisa moja, manake amepata faida ya shilingi 2300 kwa hisa moja. Hebu tuchukulie mtu ambaye amenunua labda hisa 50 au alinunua hisa 100, kwa hiyo utazidisha hapo, utaona anapata faida kubwa sana. Manake ni ongezeko la thamani. Manake ukiwekeza katika hisa kuna ongezeko la thamani la ile fedha yako. Manake ukiwekeza labda kwa mwaka ulinunua, labda tuchukulie mfano ulinunua hisa moja kwa shilingi 600 au 700, na baada ya mwaka hisa moja ikaweza kuuzwa 1500. Kwa hiyo unakuta hapo kuna ongezeko la thamani ambayo kuna percent ambayo imeongezeka hapo. Na faida nyingine ya pili ya kununua hisa ni dhamana. Pindi hata saizi ukiwa na hisa labda za kampuni NMB au CRDB, kwa unakuta pindi unapohitaji kwenda kukopa mkopo labda benki, unazitumia zile hisa zako kama dhamana. Manake una haja kwenda kuandikisha sijui nyumba, sijui kwenda kuandikisha sijui kiwanja, hapana. Hisa zako zile zinatumika kama dhamana. Manake unapohitaji kwenda kuhitaji mkopo, bwana mimi na hisa labda za shilingi labda milioni 2, mimi nahitaji mkopo wa shilingi milioni 1, kwa wanakupa, lakini wanakuwa wamezishika zile hisa zako. Pindi utaporudisha fedha yao wanakurudishia nini? Hisa zako. Kwa hiyo pindi utakaposhindwa labda kulipa ule mkopo wao ambao ulikuwa umekopa, manake wataziuza hisa zako. Faida nyingine ni mali ambayo inahamishika. Tuchukulie mtu ambaye amenunua labda hisa za shilingi labda milioni 1, na baada ya miaka labda 3 akana shida na ile hela yake, manake ataenda kuziuza hisa zake. Lakini labda tuchukulie alinunua hisa za shilingi milioni 1, lakini alipoenda kuziuza hizo hisa zake, alipokuwa anahitaji fedha, manake labda akapata labda milioni 2 au milioni 3, manake ameweza kuhamisha zile hisa kwenda kwenye fedha, kuzibadilisha hisa kwenda kwenye fedha, manake ameziuza kwa watu wengine. Kwa hiyo faida kubwa sana ya hisa ni kwamba ni mali ambayo inaweza kuhamishika haraka. Manake ukiwa nayo hapa saizi ukataka ubadilishe iwe fedha au uziuze hisa zako, manake unaenda unaziuza tu hisa zako, wanakupa fedha yako. Na faida nyingine ni akiba. Manake unakuwa unajiwekea akiba. Ukinunua hisa saizi labda ukasema hizi hisa nitakuja kuziuza labda baada ya miaka 3 mbele, manake utakuwa umejiwekea akiba. Ile kampuni labda ikafanya vizuri, manake utakuwa utapata faida kubwa sana. Lakini tofauti na ile ukiwa umeweka benki kwa mwaka mmoja, uko unajikuta fedha yako haitaongezeka, zaidi fedha yako itapungua. Lakini ukienda ukanunua hisa, manake pindi ambapo ukachagua kampuni ambayo inafanya vizuri, kampuni ikapata faida kubwa, na wewe manake utapata faida. Hasara za kuwekeza katika hisa. Pindi ambapo wewe utachagua kampuni ambayo inafanya vibaya, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kupata hasara. Tuchukulie mfano mtu labda alinunua hisa za shilingi 500 na hisa moja alinunua kwa shilingi 800, na baada ya muda fulani au baada ya mwaka akahitaji kwenda kuuza hisa zake, atajikuta kwamba hisa moja alinunua 800, lakini kwa vile alifanya uchaguzi mbaya katika kuchagua kampuni, ile kampuni kama imeshuka thamani, hisa zake zimeshuka thamani, hisa moja ikauza shilingi 500. Kwa hiyo utajikuta amepata hasara ya shilingi 300 nzima. Kwa hiyo nitakiwa wewe makini sana katika uchaguzi wa kampuni gani au biashara gani sahihi ya wewe kwenda kuwekeza hizo fedha zako. Manake hapo unaenda kuwekeza fedha zako, manake ili fedha yako iweze kukufanyia kazi wewe. Kwa hiyo nitakiwa wewe makini sana katika uchaguzi wa kampuni sahihi ya wewe kwenda kuwekeza hisa. Usiende kuwekeza bora kampuni tu. Kwa hiyo jifunze vigezo gani vya msingi vya kuzingatia ili unapohitaji kwenda kuwekeza hisa katika kampuni yoyote ile, manake vitakuja vigezo sahihi sasa vya wewe ambavyo vitaweza kukuongoza wewe pindi ambapo utaenda kuwekeza hisa katika kampuni yoyote ile, ili uweze kuchagua kampuni sahihi ambayo itaweza kukupa faida kubwa sana. Mambo ya kuzingatia unaponunua hisa.
Jambo la kwanza ni performance ya kampuni, manake utendaji kazi wa hiyo kampuni. Kuna kampuni unakuta kampuni na utendaji kazi wake mbovu, manake hapo obvious wewe utapenda kununua hisa zako, manake utapoteza fedha yako, utaweza kupata hasara. Kwa hiyo ndio angalie performance ya kampuni, manake ndio jambo la msingi ambalo ndio uangalie kwamba hakikisha kwamba kampuni ambayo unaenda kuwekeza, manake performance yake inazidi kupanda kadri siku zinavyozidi kwenda, kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi performance yake kupanda. Na kitu kingine cha pili ni wakati wa kununua hisa. Kuna wakati ambao mtu labda hisa zimepanda bei sana, ndio mtu anaenda kununua, obvious pale utajikuta unapata hasara. Hakikisha kwamba unaangalia hii kampuni ina performance nzuri lakini hisa size zimeshuka bei. Kwa ule ni wakati sahihi wa wewe kwenda sasa kununua hisa katika hiyo kampuni. Lakini ukiona hisa zimepanda thamani sana, wewe kwenda kununua utapata hasara. Sababu gani? Labda tena ya kampuni labda thamani ya hisa zikaja zikashuka, maana yake utapata hasara na ukahitaji kuziuza, utapata hasara. Kwa hakikisha kwamba unaona hii kampuni inaweza ikafika mbali na performance yake ni nzuri, lakini hisa sasa hizi zimeshuka bei. Labda kutokana na matatizo, mfano labda sasa hizi kutokana na janga la corona kampuni nyingi zimeshuka, performance yake imeshuka. Kwa hiyo ukienda pale kununua hisa kwenye zile kampuni, maana yake pindi ile janga la corona litapokwisha, zile kampuni zitapanda tena thamani juu. Kwenda kuangalie ni wakati gani sahihi wa wewe kununua hisa. Kisha kwamba unanunua hisa pindi ambapo soko la hisa linakuwa limeshuka chini, kampuni hiyo thamani ya hisa zake zinakuwa zimeshuka, wewe ndio ununue hisa sasa pale. Pindi zitapopanda juu, wewe ndio unakuwa sasa na uhuru kama unaamua labda kuziuza hisa zako au kutoziuza. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi sana kuzingatia pindi unaponunua hisa. Kwa hiyo ndugu yangu, hiyo ni njia ambayo unaweza ukaifanya fedha ikakufanyia kazi. Njia nyingine ambayo unaweza ukafanya fedha ikakufanyia kazi ni kwa kupitia kufungua fixed account. Hii ni account ambayo inamwezesha mteja kuweka fedha yake kwa muda maalum. Maana yake wewe tuchukulie labda una shilingi milioni 5 au una shilingi milioni 10 au una shilingi 500, unaenda katika tawi la benki lililo karibu na wewe. Maana yake pale unaenda unasema bwana, mimi na shilingi 500 au na shilingi milioni 1 au na shilingi milioni 20, nahitaji kufungua fixed account. Maana yake fedha yangu niweke katika fixed account. Ukienda ukikaa nao ukaongea nao kusema bwana, fedha yako utaiweka kwa baada ya miaka mingapi? Leo unasema mimi fedha yangu naiweka baada ya miaka labda 6 au baada ya miaka 7 au baada ya miaka 3 au baada ya miaka 2. Maana watakwambia bwana, ukiweka fedha yako kwa mwaka mmoja bwana utalipwa riba, unakuwa unalipwa kila baada ya mwezi 5% au 10%. Kwa utakaa nao utaongea nao. Kwa hiyo wewe ukiridhika na ile riba ambayo utakuwa nakulipa, maana ile fedha yako inaendelea kubaki vile vile. Baada ya mwaka mmoja utaenda kuichukua ile kama uliweka milioni 1 utapewa milioni 1 yako. Kama uliweka shilingi milioni 10 utapewa milioni 10 yako. Inakuwa haijapungua fedha yako ile. Inabaki vile vile. Lakini wenyewe wanakuwa na kulipa riba wewe. Maana yake ukiweka katika fixed account, maana yake ile fedha yako inawekwa ndani ya muda maalum na hutakuwa na uwezo wa kwenda kuitoa mpaka ule muda ambao uliweka. Kusema bwana, hii fedha yangu naweka labda baada ya miaka 2, mpaka ule muda wa baada ya miaka 2 uishe, ndipo utakuwa na uwezo wa kwenda kuitoa ile fedha yako. Kwa hiyo fixed account inakuwezesha wewe kuweka fedha yako kwa muda maalum. Maana yake wenyewe benki wanakuwa na kulipa wewe riba. Maana yake wenyewe labda ile fedha anaweza kaenda kukopesha au akaenda kununua bondi za serikali. Maana yake sasa wenyewe ile faida ambayo utapata mtagawana wewe na benki. Kwa hiyo wenyewe watasema bwana, labda shilingi milioni 10 sisi tutakwenda kulipa labda riba, na kuna lipo kila baada ya mwezi 500 au laki ngapi. Kwa pale asilimia watakwambia tutakwenda kulipa asilimia kadhaa sawa sana shilingi kadhaa. Kwa kufanya vitu vyangu utaweza kuweka fedha yako kwa muda maalum. Basi kuna faida gani za kuweka sasa katika fixed account? Faida ya kwanza kuwekeza katika fixed account ni kwamba utapata riba nzuri. Maana yake wenyewe ukienda kuwekeza hii fedha yako katika fixed account, kusema hii fedha yangu naiweka baada ya miaka labda 2 ndio nakuja kuchukua fedha yangu, maana yake wenyewe wanaichukua ile fedha, mfano labda wanaenda kuwakopesha watu wengine au wanaenda kununua bondi za serikali. Kwa kufanya vile, maana yake wakienda kuwakopesha watu wengine, wale watu maana yake wanawakopesha ile fedha, wale watu watalipa na riba. Maana yake ile riba sasa watayolipa mnagawana wewe na benki, maana yake kulingana na asilimia ambazo mtakao mmekubaliana nyie. Kwa hiyo au wakienda kununua bondi za serikali watapata nako riba, watapata zile fedha, maana yake mtakuwa mnagawana wewe na nini na benki. Maana yake utakuwa ufanye kazi yoyote ile, lakini fedha yako inaendelea kufanyia kazi. Kwa hiyo hiyo ndio faida
ya kuwekeza katika fixed account, manake wewe utakuwa unapata riba nzuri. Manake ufanyi kazi, labda mfano labda una milioni 20 unaenda kuwekeza katika fixed account, manake ile fedha yako inaendelea kubaki vile vile, haukatwi au fanye nini, manake ile fedha yako inaendelea kubaki milioni 20, lakini kwa riba, na ile riba inakuwa ni nzuri. Unaweza ukaona lipo labda riba ya shilingi, labda umewekeza milioni 20, labda kila baada ya mwezi labda unalipwa milioni 5 milioni 6. Kwa unakuta hapo utakuwa unalipwa ni riba nzuri sana. Kwa hiyo wewe ufanye kazi, lakini ile fedha yako inaendelea bado kufanyia kazi kwa sababu gani? Umeweka ile fedha yako, na muda utapofika utaenda kuchukua ile fedha yako, maana utakuwa umeshapata riba nzuri sana. Faida nyingine ni kwamba fedha yako unawekeza kwa muda maalum. Tuchukulie mfano una malengo labda ya kujenga nyumba mwakani, na saizi labda una shilingi milioni 10 au milioni 20, na unaona fedha hiyo haitoshi, maana unaenda kuwekeza sasa katika fixed account ili uweze kuepusha wewe kuzitumia zile fedha. Maana ukienda kuwekeza katika fixed account, maana wewe utakuwa unalipwa riba. Kusema hii fedha yangu nawekeza baada ya mwakani nakuja labda kuchukua fedha yangu, maana wenyewe watakuwa na kulipa riba bwana. Riba sitakuwa na kulipa kila baada ya mwezi. Wewe utaweza kulipwa riba na fedha yako itaendelea kubaki pale pale, na mwakani utapofika utaenda kuchukua ile fedha yako milioni 10, kama unaweka milioni 10 au milioni 20 utaichukua na utaenda kujenga nyumba yako. Kwa hiyo kama una malengo na hayo malengo unahitaji labda kuyatimiza labda mwakani au mwaka kesho kutwa, na unaogopa kutumia fedha ambayo unayo, hakikisha kwamba unaenda kuwekeza katika fixed account, maana fedha yako inaendelea kubaki vile vile. Maana mwaka utapofika utakuhitaji kutimiza hayo malengo, maana utaenda kuchukua ile fedha yako na kwenda kuyatimiza hayo malengo yako ambayo utakuwa nayo. Faida nyingine ya kufungua fixed account ni kwamba unaweza kufungua account kwa kutumia fedha ya nchi yoyote ile, mfano Tanzania shillings, mfano labda Kenya shillings, mfano labda euro, mfano labda dola. Kama una dola unaweza kaenda kufungua kutumia dola. Faida nyingine ya kufungua fixed account ni kwamba fedha yako inakuwa salama, maana hakuna makato, ili fedha yako inabaki vile vile. Maana hakuna siku sema labda kwa mwezi wanakata sio ile makato kusema wanakutunzia fedha, hapana. Maana ile fedha yako inakuwa kwenye mzunguko wa biashara huko. Mfano labda amemkopesha mtu au ameenda kununua bonds za serikali, na fedha yako inakuwa kwenye mzunguko wa biashara, maana fedha yako inakuwa salama. Endapo wenyewe kule akipata hasara au yule mtu asiwalipe fedha yao, wenyewe watalazimika wakulipe fedha yako na pamoja na riba yako ambayo unatakiwa labda ulipe kila baada ya mwezi, unatakiwa ulipe riba yako. Kwa kila baada ya mwezi watalazimika wakulipe riba yako, maana fedha yako inakuwa salama kabisa. Fedha yako haipungui wala haikatwi. Faida nyingine ya kuwekeza katika kufungua fixed account, maana unaweza ukaitumia account yako kama dhamana pindi ambapo utakuwa unahitaji mkopo. Tuchukulie mfano wewe umewekeza labda shilingi milioni 20 katika fixed account yako, na wewe unahitaji labda mkopo wa shilingi milioni 10, unahitaji kufungua labda biashara. Kwa unaweza ukaichukua ile account yako na kwenda benki kusema bwana nahitaji mkopo wa shilingi milioni 10, naweka account yangu hii kama dhamana. Kwa maana yake benki wanakuwa na uhakika kusema fedha yao utairudisha tu. Kwa sababu gani? Wana fedha yako kule ambayo ni shilingi milioni 20. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa kupewa mkopo bila process nyingi, tofauti na labda mtu unaenda kuonyesha nyumba, labda kuonyesha kiwanja. Kwa hiyo unakuta process inakuwa nyingi, lakini ukiwa na fixed account inakuwa ni rahisi sana kwa wenyewe kukupa mkopo. Sababu gani? Wanakuwa na uhakika kusema huyu mtu atarudisha fedha yetu. Kwa sababu gani? Kuna fedha yake nyingine ipo katika account, kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa yeye kukimbia na fedha yetu. Kwa hiyo hapo itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kupata mkopo benki. Faida nyingine ya kuwekeza katika fixed account, maana yake riba unakuwa unalipwa kila baada ya mwezi. Tuchukulie mfano wewe umeenda kuwekeza labda milioni 10 au milioni 20, na wenyewe kuambia labda kila baada ya mwezi labda unalipwa riba shilingi 500,000. Kila baada ya mwezi unalipwa shilingi 500,000. Kwa hiyo utajikuta hapo unaendelea kupata wewe faida kubwa sana, na pesa yako inaendelea kubaki vile vile. Kwa sababu gani? Unakuwa unapokea riba wewe kila mwezi, na ile riba ndio inayokusaidia wewe kukuendeshea maisha yako, lakini fedha yako iko vile vile. Pindi ambapo utahitaji fedha yako utaenda kuichukua tu pale muda wake utapokwisha, maana utaenda kuchukua fedha yako na kwenda kufanyia mambo yako mengine. Faida nyingine ya kuwekeza katika fixed account ni kwamba hakuna ada ya kila mwezi ya uendeshaji. Maana labda ukiweka katika account ya kawaida, maana labda kila baada ya mwezi wanakuwa na kata percent fulani labda ya kukutunzia fedha yako ya uendeshaji. Kwa ukiwekeza katika fixed account, maana ile unakuwa wakati ada ya uendeshaji, maana fedha yako inaendelea kubaki vile vile, au katwi riba wala ukati fedha ya kukutunzia ile fedha yako, maana ile fedha yako inabaki vile vile kama ilivyo, lakini utaendelea kulipwa riba kila baada ya mwezi. Maana hiyo ndio faida kubwa sana. Kwa sababu gani? Unakuwa fedha yako iko vile vile, au katwi hata 100, fedha yako inabaki vile vile, lakini wewe unaendelea kupata faida kulingana na fedha yako, kulingana na muda husika ambao utakuwa umeweka. Hakuna kitu kilicho na faida kisikose hasara. Kwa hiyo tunaona hasara za kuwekeza katika fixed account. Hasara ya kwanza ni kwamba fedha yako
hautaruhusiwa kutoa kabla ya mkataba kuisha. Tuchukulie mfano umeingia mkataba kusema fedha yangu naweka baada ya miaka 5, baada ya miaka 10. Maana yake hautaweza kutoa ile fedha yako kabla ya mkataba ule kuisha. Maana lazima ule mkataba mpaka uishe. Kama umeweka fedha yako kwa mwaka mmoja, maana yake mpaka mwaka mmoja uishe ndio utakuwa na uwezo kwenda kuchukua ile fedha yako. Maana yake hata likitokea tatizo lolote lile, hautaruhusiwa kwenda kuchukua fedha yako au kwenda kutoa ile fedha yako. Maana yake ile fedha yako itakaa kwa muda mpaka mkataba uishe. Nasema bwana, mimi fedha yangu naweka baada labda miaka 10. Maana yake ile fedha yako hautaweza kwenda kuitoa ile fedha yako mpaka hiyo miaka 10 iishe. Maana yake kinyume na hapo, maana yake ukienda kuitoa ile fedha yako, maana yake utakuwa umevunja mkataba, kwa hiyo itakubidi ulipe benki. Maana yake utabidi ulipe tena benki. Maana yake hiyo ni hasara. Maana yake hautakuwa na uwezo wa kwenda kutoa ile fedha yako mpaka mkataba ule ambao umeingia uweze kuisha. Usipoisha ule mkataba, maana yake utakuwa umeenda kinyume na makubaliano. Kwa hiyo hiyo ni hasara mojawapo ya kuwekeza katika fixed account. Uliona hilo jambo la 4 ambalo unaweza ukafanya fedha yako ikaendelea kukufanyia kazi katika maisha yako yote. Jambo la 4 ni kwa kupitia kwa kuwekeza katika bondi za serikali au dhamana za serikali. Dhamana za serikali huu ni mkopo ambao mwekezaji anaikopia serikali kwa muda maalum. Hizi dhamana za serikali zimegawanyika katika makundi makuu mawili, ambazo ni dhamana za muda mrefu ambazo ni treasury bond na dhamana za muda mfupi ambazo ni treasury bills. Manake hizi dhamana za muda mrefu, manake unawekeza labda baada ya miaka 10, 15, 20, 25 kwa Tanzania mpaka miaka 25. Unaweza kuwekeza miaka 25. Lakini katika dhamana hizi za serikali za muda mfupi unaweza kuwekeza labda kwa mwaka mmoja, labda kwa mwezi, labda kwa miezi miwili. Na serikali inafanya hivi ili iweze kupata mkopo wa kuweza kuendesha shughuli zake ambazo labda shughuli za maendeleo ya kijamii, labda kuna mapungufu labda katika masuala zima labda la kupanga bajeti. Kwa hiyo serikali inalazimika kuchukua mkopo kwa wawekezaji ili yenyewe iweze kufix hilo tatizo. Labda kuna emergency imetokea, kwa hiyo inachukua hiyo mikopo ya muda mfupi au mikopo hiyo ya muda mfupi au dhamana hizo za muda mfupi ili iweze kufix hayo matatizo ambayo itakwenda kukumba serikali, lakini wenyewe serikali watakurudishia riba. Kwa Tanzania hii biashara ya dhamana za serikali inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa niaba ya serikali ya Tanzania. Kwa hiyo serikali inatoa hii fursa kwa wawekezaji waweze kuikopesha yenyewe na yenyewe itakwenda walipa riba. Maana hii ni fursa nzuri sana kuwekeza katika serikali. Je, kuna faida gani za kuwekeza katika dhamana za serikali? Faida ya kwanza ni gawio la riba ni kubwa sana kulinganisha na fedha yako ukienda kuwekeza katika taasisi zingine za kifedha. Mfano labda ukienda kuwekeza kwa kufungua fixed account, maana unakuta labda ndani labda miezi 3 au ndani miezi 4 kulingana na makubaliano yenu unakuta riba na kulipa labda kwa 10% au kwa 9% au kwa 8%, mpaka muda mwingine unakuta hadi kwa 5%. Lakini ukienda kuwekeza katika dhamana za serikali unakuta riba unaweza ukalipwa labda ukiwekeza labda katika dhamana za serikali za muda mrefu unakuta riba unaweza unakuta unalipwa mpaka 35%, 33%. Ukiwekeza labda katika dhamana za serikali za muda mfupi unakuta riba unaweza ukalipa mpaka 15%, 10%, mpaka 25%. Gawio ambalo wanatoa serikali ni kubwa sana kulinganisha na taasisi zingine za kifedha ambazo ukienda labda kuwekeza kwa kupitia kufungua fixed account au kwenda kuwekeza katika kile kitu chochote, maana gawio lao linakuwa ni dogo. Lakini ukiwekeza katika dhamana za serikali unapata gawio kubwa. Chichukulie umewekeza katika dhamana za muda mfupi, labda umewekeza labda milioni 5 na unaweza kujikuta kila baada labda miezi 3 labda unakuwa unalipwa labda wewe faida labda 4, 500. Kwa unajikuta hapo unaweza unapata gawio kubwa sana ukilinganisha na taasisi zingine za kifedha. Unaweza ukaitumia kama dhamana pindi ambapo utakuwa unahitaji mkopo. Mfano labda umewekeza labda bondi ya shilingi labda milioni 10 na wewe unahitaji labda mkopo wa shilingi milioni 5, milioni 10 hiyo. Maana yake unaweza ukaenda benki na ukaenda na bondi yako, unahitaji labda mkopo labda shilingi milioni 10, naweka kuponi yangu hii. Maana yake ile riba ambayo anakuwa nakulipa labda serikali na kwenda pitizia moja kwa moja katika benki. Maana yake wewe unakuwa ulipi tena ule mkopo, ya bondi yako ndio inakwenda kulipia mkopo. Labda atakwambia mkopo wako utalipa labda ndani ya miaka 5. Kwa hiyo ile bondi yako ataishika labda ndani ya miaka 5. Lakini wewe labda umewekeza katika dhamana za serikali labda za muda mrefu, labda umewekeza katika miaka 25. Kwa hiyo baada ya miaka 5 maana yake wenyewe watakurudishia ile bondi yako. Maana yake mkopo ule utakuwa ushalipa, lakini wewe tayari umechukua ile fedha lakini hujalipa kitu chochote.
tofauti labda ukienda kuomba tu mkopo, maana unakuta labda uwe na nyumba, uende si na hati, unakuta process ni nyingi sana. Lakini ukiwa na bondi, wanakuwa na uhakika wenyewe wa kupata fedha yao. Kwa sababu gani? Wanakuwa wanaichukua ile fedha direct moja kwa moja. Pindi ambapo itatoka katika serikali, wanapokuwa kulipa riba, ile riba inaingia moja kwa moja katika benki. Maana watakwambia bwana, mkopo wako utalipa labda ndani ya miaka labda 5, tutakurudishia kuponi yako, na utaendelea kuchukua sasa ile riba ambayo itaendelea kuingia baada hiyo miaka 5. Unaweza ukachukua labda mkopo, labda umeenda kuwekeza labda zamana ya serikali labda shilingi milioni 100, ukaenda labda kuchukua mkopo wa shilingi milioni 90, ukapewa mkopo ule. Labda na ukipewa ule mkopo na kuambia utalipa huu mkopo, labda tunaishikilia hii bondi yako labda kwa miaka labda 5 au 6 au 10. Utakuwa ushalipa, na maana yake watakurudishia tena ile bondi yako, utakuwa unaendelea kuchukua ile faida, lakini utakuja usika kulipa ule mkopo, lakini ile bondi yako inaendelea kukulipia wewe mkopo. Kwa hiyo ni faida nyingine ya kuwekeza katika dhamana za serikali. Unaweza kuziuza bondi zako pindi ambapo utakuwa unahitaji fedha yako. Tuchukulie mfano umewekeza katika dhamana za serikali za muda mrefu, na uliwekeza labda shilingi milioni 100 ili uweze kuchukua baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka 25, maana uliwekeza kwa miaka 25. Lakini ukaona kwamba hii miaka 25 mingi, labda umeshikilia ile bondi yako labda kwa miaka 5. Ukaona nahitaji labda milioni 100 yangu. Kwa unaenda kuiziuza hiyo bondi yako kwa maagent ambao wametambulishwa na serikali na hiyo Benki Kuu ya Tanzania, ambao wenyewe wanahusika na kuuza na kununua hizo bondi. Maana unaenda unauza ile bondi. Utauza ile bondi, ukishaiuza ile bondi yako, maana fedha yako unarudishiwa. Mfano labda ulinunua labda bondi labda shilingi milioni 100, kwa hiyo unakurudishia ile milioni 100 yako na faida nyingine juu. Kwa hiyo unaweza kuichukua fedha yako muda wote ambapo utakuwa unahitaji ile fedha yako, kwa kupitia kuiuza ile bondi zako kwa mtu mwingine. Maana labda ulikuwa unamiliki labda ile bondi ya miaka 25, ukaona umeimiliki ndani ya miaka 10, ukaona unahitaji fedha yangu nifanyie mambo yangu mengine. Utaenda sasa kwa wale maagent na kuwaambia bwana, mimi nataka niuze bondi yangu, na yeye atatafuta mteja, watamuuzia ile bondi yako na utarudishiwa fedha yako ile ile. Mfano labda uliwekeza labda milioni 100, unaweza kurudishiwa labda milioni 100 na pointi zingine kadhaa. Umiliki wake unaweza kuhamishika. Mfano labda umenunua bondi ya miaka 25 na umechukua ile faida labda ndani ya miaka labda 5, na ukaona kwamba umezeeka sana, ukaamua kumlisisha mtoto wako. Maana yake unaweza kumlisisha mtoto wako au mtu wako wa familia yoyote, unaweza kumwachia zile bondi na yeye akaendelea kuendelea kuichukua ile faida. Maana yake unaenda kuambia bwana, mimi nataka nibadilishe jina na mwachia huyu mwanangu. Kwa nenda anabadilisha tu pale jina, labda mtoto wako anaitwa Asha Jumanne, kwa anaandikwa pale Asha Jumanne. Kwa maana yake yeye ndio ambaye atakuwa anaendelea kuchukua ile riba ambayo itakuwa inatolewa na serikali, na kita atakuwa anaendelea kuchukua kwa jina lake. Kwa hiyo umiliki wake wa dhamana za serikali unaweza kuhamishika kutoka labda kwa baba kwenda kwa mtoto, au kutoka kwa baba kwenda kwa mtu yoyote wa familia, au kwenda kwa mtu mwingine yoyote ule. Unaweza kwenda kuhamisha, useme bwana, nahitaji bwana hizi bondi zangu na mwachia labda mtu fulani. Kwa hiyo ni faida nyingine ya kuwekeza katika dhamana za serikali. Fedha yako inakuwa inaendelea kukufanyia kazi, maana wewe labda unakuwa unaendelea na shughuli zako zingine. Maana wewe huwezi kwenda kufanya kazi sijui katika serikali, hapana. Ile fedha yako inaendelea yenyewe kukufanyia kazi. Na leo labda kila baada ya miezi 6 labda anapata milioni 10 au milioni 20 kutoka kwa serikali, ni kama riba. Maana unakuwa unaendelea na shughuli zako zingine, lakini unakuwa na uhakika wa kuingiza fedha. Maana ile fedha yako ambayo unakuwa umeikopesha serikali na kuendelea kukufanyia kazi, na unakuwa unaendelea na shughuli zako zingine, fedha yako inakuwa salama. Ndugu yangu, ukiwekeza katika dhamana za serikali, fedha yako inakuwa ni salama. Ni vigumu sana kutapeliwa, ni vigumu sana kuibiwa. Maana fedha yako inakuwa ni salama, na pindi ambapo labda serikali ambapo itakuwa inahitajika kukulipa riba, itakulipa riba kwa muda mwafaka, kwa sababu ni serikali, haiwezi kukudhulumu wewe. Kwa fedha yako inakuwa ni salama kabisa. Kwa sababu gani? Umeikopea serikali, na serikali haina nia ya kumnyonya mwananchi. Maana itakurudishia ile fedha yako kwa muda mwafaka. Pindi ambapo utakuwa unahitaji ile fedha yako utaweza kuipata, na pindi ambapo mtakuwa mmeingia makubaliano labda riba unachukua kila baada ya miezi 6, lakini ikifika hiyo kila baada ya miezi 6 maana utakuwa unapata riba yako. Maana fedha yako inakuwa ni salama sana, na ni vigumu sana kwa wewe kutapeliwa, ni vigumu sana kwa wewe kupata hasara, kusema labda fedha yako itapungua, labda fedha yako labda itaibiwa, labda utaweza kupata hasara. Hapana, maana fedha yako inakuwa ni mahali salama kabisa, maana umeikopesha serikali. Kwa hiyo ukiwekeza katika dhamana za serikali, fedha yako inakuwa ni salama kabisa. Ni vigumu sana
kupata hasara, ni vigumu sana fedha yako kuibiwa, ni vigumu sana kutapeliwa ukiwekeza katika dhamana za serikali. Na kianzio cha kwenda kuwekeza katika dhamana za serikali ni shilingi milioni 5. Kwa hiyo ukiwa na shilingi milioni 5 unaweza ukashiriki katika mnada wa kuuza hizo bondi. Maana unaweza ukashiriki na ukaweza kununua bondi yako. Kwa hiyo kianzio ni shilingi milioni 5. Kwa hiyo ukiwa na milioni 5 tu unaweza ukaenda kushiriki katika mnada ambao wanakuwa nauza hizo bondi. Kwa hiyo na huo mnada unatakuwa unatangaza na Benki Kuu ya Tanzania. Pia kama una mtaji wa chini ya shilingi milioni 5 na wewe pia una nafasi kubwa ya kwenda kununua dhamana za serikali, unaweza kwenda kununua hizo dhamana za serikali kwa kupitia mabroka ambao ni commercial bank. Mfano labda NMB, CRDB, ukienda pale unaweza kukupa maelekezo sahihi ya jinsi gani unaweza kununua hizo bondi za serikali. Kwa kama una mtaji wa chini ya shilingi milioni 5 unaweza kaenda kwao mabroka ambao ni commercial bank, wakaweza kukupa maelekezo ya jinsi gani unaweza kununua hizo dhamana za serikali. Njia nyingine ambayo unaweza kufanya fedha ikakufanyia kazi ni kwa kupitia kufuga mifugo. Hii ni njia ambayo unaweza ukaitumia mtu na ikaweza kusaidia fedha yako ikaendelea kufanyia kazi huku wewe ukiendelea na shughuli zako zingine. Mfano labda tuchukulie mfano mtu labda kwa vijana labda naoanza anaweza akaanza labda na kufuga labda kuku. Tuchukulie labda mpata shilingi 10,000 au 15,000, anaweza kwenda kununua kuku. Na yule kuku akamfuga labda ndani ya labda miezi 6 au ndani ya miezi 7 au baada ya mwaka mmoja utajikuta anakuwa na kuku nyingi. Na tuchukulie labda baada ya miezi labda 8 anakuwa labda na kuku 20. Kwa kufanya hivyo ndugu yangu utaweza kutambua kwamba hapo kama ameweza kuifanya fedha yake ikamfanyia kazi huku yeye akiendelea na shughuli zake zingine. Na kama ninavyojua kuku za kienyeji hazihitaji mambo mengi. Maana labda asubuhi unazifungulia, zinatoka zinaenda kujitafutia huko riziki, zinaenda kujitafutia huko chakula. Kama labda una vimpunga au una vinini unakuwa unazilushia, basi zikila hapo zinaondoka. Jioni tena unazifungia, ndio kila siku inakuwa ni hivyo hivyo huku wewe mchana unaendelea shughuli zako zingine. Kwa hiyo utajikuta labda baada ya miezi 8 au 9 au baada ya mwaka mmoja unakuta labda na kuku 20. Maana yake umeweza kuifanya ile 10,000 ikufanyie kazi mpaka unaweza kukuta labda kwa mwaka mpaka imeweza kupatia labda shilingi 200,000 au zaidi ya shilingi 200,000. Kwa unaweza kuona hapo ile 10,000 yako imeweza kufanyia kazi wewe. Maana yake labda uenda ungeitumia hiyo 10,000 yako au ungeifanyia labda vitu vingine uenda isingezaa kabisa. Lakini kwa vile uliwekeza katika mifugo, labda ukafuga kuku, au tuchukulie kwa wale watu ambao wana uwezo kidogo wakaenda wanaweza kwenda kununua labda ng'ombe ndogo, wanaweza kaenda kanunua zile ng'ombe ndogo, akamtafuta mchungaji akawa anachunga zile ng'ombe. Unakuta labda baada ya miezi kadhaa au baada ya miaka 2 au baada ya miaka 3 ile ng'ombe ambayo alinunua labda shilingi 200,000 anakuja ile ng'ombe kuuza labda milioni 1 au 900,000. Kwa hapo ndipo unaweza kuona kwamba kwa kupitia ufugaji nako unaweza kufanya fedha ikakufanyia kazi na kile fedha yako itaongezeka. Maana ukiwekeza labda na shilingi 300,000 na shilingi 400,000 ukaenda kuwekeza labda katika kufuga labda ng'ombe, ukaanza kufuga ving'ombe, ukaenda kununua ving'ombe vidogo vidogo vile ambavyo vimeacha kunyonya ukavifuga vile pale, unaweza kuona labda baada ya miaka 2 unaweza ukauza mpaka shilingi 700,000 800,000 kwa ng'ombe huyu mmoja. Kwa hapo unaweza kuona umeweza kufanya fedha yako ikakufanyia kazi. Na pia labda mtu ambaye ameanza labda kwa kufuga kuku, labda kwa mwaka akaanza kufuga kuku kwa mwaka labda kupitia yule kuku mmoja akaanza kutotoa mpaka kwa mwaka mzima, labda tuchukue labda akaweza kupata labda vitoto labda 60 au 50. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo utaona kwamba ni jinsi gani sasa fedha inaweza kumfanyia mtu kazi. Kwa kupitia kuwekeza katika mifugo na unaweza kufanya fedha ikakufanyia kazi wewe. Maana hata siku unaumwa hapo ile fedha yako itakusaidia. Je, kuna faida gani za kuwekeza katika mifugo? Faida yake ya kwanza ni kwamba unaweza ukapata kitoweo pindi ambapo unakuwa unahitaji. Mfano labda umefuga kuku zako, labda kuku zako 20, ulianza na kuku mmoja, ukasema kwa kuku hizi nilizofikia kuku 20, ngoja nijipongeze kwa kula labda kuku mmoja. Kwa unajikuta hapo hautatoa tena fedha uende kununua kuku, hapana. Utachukua tule kuku na utaweza kuchinja na utaweza kujipatia kitoweo. Kwa hiyo ndio faida mojawapo ya kuwekeza katika mifugo. Maana unaweza kujipatia kitoweo siku ambayo unakuta umeshindwa hela ya mboga au siku ambayo umeshindwa kitu cha kula. Kwa unaweza kujipatia kitoweo kwa kupitia ile mifugo yako ambayo unayo.
lakini sikushauri sana kama ni kijana ambaye unahitaji ufanikiwe kwa kuanzia labda kwa kufuga kuku, na kushauri kwamba jizuie kwanza mpaka ziongezeke hizo kuku, labda zikifika 20-30 ndio chinja mmoja. Unajipongeza bwana, najipongeza kwa mpaka nilipofikia sasa hivi nimeweza kufikisha kuku 30, najipongeza kwa kuku zangu zinabaki 29, tena unaendelea kufuga hivyo. Mwisho wa siku ukija kuzitranslate zile kwenda kwenye fedha, unakuta una shilingi 300 au una shilingi 500. Kwa hapo utajikuta ndio utapata mtaji sasa wa kuanzia kufanya mambo yako mengine. Kwa hiyo kama ni kijana ambaye unahitaji ufanikiwe kwa kupitia kufuga kuku, basi anzia hata na huyo kuku mmoja, lakini usianze sasa kuanza kuingiwa tamaa labda ya kumchinja au ya kula mayai yake. Acha, usile mayai yake, yaache yale mayai mpaka itotoe. Kisha totoa vile vitoto, vitunze vizuri, mwisho wa siku utaweza kufanikiwa. Kwa sababu hata mbuyu wenyewe ulianza kama mchicha. Kwa hiyo japokuwa ni padogo unapoanzia, lakini na kuhakikishia utaweza kufika mahali pakubwa sana. Sababu ile moja ile kuku ambayo utatoa utajipinda upate 10,000 utaenda kununua ile kuku, maana yake labda ndani ya mwaka mmoja ikakuletea labda vitoto 30 au 50. Kwa hiyo hapo utajikuta uko mbali zaidi. Kama kuuza tu kwa 10,000 labda una vitoto 50 au una kuku 50. Una kuku labda 50, kwa kuuza tu kwa 10,000 unajikuta hapo na shilingi 500. Kwa hapo ni fedha nyingi sana hiyo ya kupatia mtaji na kuingia sasa kwenye nini, kwenye biashara. Kwa hiyo ni njia nzuri kwa kijana ambaye anataka kuanza labda. Kwa unaweza kaanzia labda kwa kufuga kuku. Kwa faida yake, maana yake ulikuwa ni natoa kama ni ushauri, ila faida yake ni kwamba unaweza kujipatia kitoweo. Faida yake nyingine ya pili ya kuwekeza katika mifugo ni kwamba mifugo inapanda thamani kila siku. Tuchukulie labda mfano, labda ulinunua labda ng'ombe labda wa shilingi 300, ukamfuga labda ndani ya mwaka mmoja. Unapoenda kumuuza hiyo ndani ya mwaka mmoja, hautamuuza tena 300. Utajikuta unauza mpaka 500 mpaka 700. Kwa hiyo ukiwekeza katika mifugo, maana yake fedha yako inakuwa inapanda thamani kila siku. Labda tuchukulie mfano, labda ulinunua kuku mdogo, ulinunua labda kwa shilingi 5,000, ukamfuga labda ndani ya miezi 6 au miezi 7. Unapohitaji tena kwenda kumuuza yule kuku, hautamuuza tena kwa shilingi 5,000. Utajikuta unamuuza kwa shilingi 10,000, 12,000 mpaka 15,000. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya kuwekeza katika mifugo, maana yake fedha yako inakuwa inapanda thamani kila siku. Kila siku fedha yako inakuwa inapanda thamani. Au tuchukulie labda ulianza labda kwa kufuga labda kuku mmoja, na ndani ya mwaka labda ukaweza kuoa na kuku labda 50 au kuku 60. Kwa hiyo utajikuta hapo fedha yako imepanda thamani kutoka kwenye 10,000 labda mpaka shilingi 500 mpaka labda shilingi milioni 1. Kwa hiyo hapo unaweza ukajikuta kwamba fedha yako imepanda thamani. Maana yake ukiwekeza katika mifugo, fedha yako inapanda thamani kila siku. Kwa hiyo hiyo nayo ndio faida ya kuwekeza katika mifugo. Hakuna kitu kilicho na faida kisikose hasara. Je, kuna hasara gani za kuwekeza katika mifugo? Hasara mojawapo kubwa sana ni magonjwa. Mfano labda umenunua labda ng'ombe au umenunua labda kuku, ikaja ikapitiwa na ugonjwa. Kwa hiyo ni hasara kubwa ambayo inatokea katika kuwekeza katika mifugo. Kwa hiyo ina maana labda ugonjwa ukatokea, kwa hiyo itasababisha labda vile labda ni ng'ombe zako labda ziweze kufa, au labda ni kuku zako ziweze kupata magonjwa, ziweze kufa. Lakini kwa hiyo hasara inaweza ikaepukika kwa kupitia wewe kuzipa labda, mfano labda umefuga labda kuku, kuzipatia chanjo kuku zako, na pindi ambapo unaona dalili fulani mbaya, zipe dawa kuku zako. Au kama umefuga mfugo wote ule, kwa unaweza ukiona kama mambo hayaendi sawa, unaweza ukawa unazipatia labda chanjo au unazipatia tiba. Kwa hiyo hiyo ndio hasara mojawapo kubwa sana kuwekeza, ya jinsi ya kufanya fedha kufanyia kazi katika kupitia kuwekeza katika ufugaji. Ukiwekeza katika ufugaji, hasara yake mojawapo ni kwamba magonjwa, pindi atakapoingia magonjwa utaweza kusababisha labda kupoteza labda mifugo yako. Lakini kwamba unatakiwa makini kwamba pindi ambapo labda utaona dalili mbaya, unatakiwa uzihudumie mapema, uzitibu mapema labda kuku zako, labda kuwa na utaratibu fulani, ujiwekee utaratibu kusema kila baada ya labda miezi 6 au baada ya miezi 3 nazitibu kuku zangu, nazipatia chanjo. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Je, umependezwa na video? Kama umependezwa na video, tafadhali usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, na pia usisahau kubofya alama ya kengele notification ili uweze kupata taarifa pindi ambapo nita-upload video mpya kuhusiana na swala zima la mafanikio. Na pia usisahau kushare kwa mwenzako ili naye aweze kujifunza ni jinsi gani anaweza kufanya fedha ikaweza kumfanyia kazi katika maisha yake. Na hii ni episode ya 5. Asante sana.